Yes, mambo vipi? Leo ni siku ya pili ya challenge yetu ya kukaza nyama za mashavu pamoja na kuyapunguza. Usijisikie vibaya watu kucheka kwamba una mashavu makubwa. Ubaya ni kwamba mashavu yako yakiwa yamelegea. Hiyo ndo mbaya, kwa sababu una uwezo ya kuyafanya ya kazi na uso wako ukaonekana vizuri. Tuende kwenye challenge yetu ya pili. Tunaanza na zoezi hili. Tunaenda zoezi letu la pili. Kwa sababu yake. Kwa hiyo mama Rema ni mtu wa Mungu na alinipigia kwamba nataka tufanye kitu, na mimi moyo wangu uko na amani sana kufanya naye. Kwa hiyo nikaenda kwenye mazoezi, nikakuta na timu wanampenda Mungu kweli. Unajua, tumefika mazoezini hapo nikasikia uwepo kabisa wa Mungu, wameomba na ni timu chache sana ambazo. Kwa hiyo nilikuwa na amani sana kufanya naye ule wimbo, na Mungu amejitukuza kabisa shule nyingi sana kupitia wimbo huu. Mwanzo tulikuwa tufahamiani kabisa kabisa, lakini sasa hivi Mungu ametupatanisha. Namshukuru Mungu. Kazi katoka inaimbwa sana imeenda. Ilikuwaje baada ya kuona hii kitokea? Kwa kweli mimi hata nikiona naye nimwambia kwa kweli ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Mungu anakuwa na kusudi yake. Wimbo umebarikiwa. Tunavuta pumzi kidogo, tunaenda kwenye zoezi letu la tatu. Nilikuwa sina kabisa idea sana nitaimba nini, lakini hapo Mungu alinipatia cha kuimba. Na Mungu amejitukuza sana, watu wengi, shule nyingi sana kupitia wimbo umebarikiwa, kuna watu wamefunguliwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Na nimeona pia hata mwingine akipewa mialiko na unaenda naye. Yes, kisha kwa familia. Yes. Na inakuonyesha tofauti gani kwa yeye na watu wengine? Anaokoka. Anaokoka. Unajua kuokoka na kuja pia ni kitu tofauti. Kuna watu wanaokoka. Yes, lakini nimependa timu yake, maana mimi niliona kwa anaokoka na mpenda Mungu. Kwa hiyo kabla kuendelea kidogo na kukumbuka na kumpenda Mungu. Natamani kuimba tena kidogo mtazamaji akatazama hicho kipande tunapozungumzia nyimbo hii ajue ni nyimbo gani ambayo tunazungumzia. Leo sasa kila kona amebadilisha huyo lele, anafanya tena na tena. Tunapumzika. Baada ya kumaliza hilo, tunakuja zoezi jingine, zoezi letu la 4.
Unaweza ukaenda sekunde 30 ukapumzika, au unaweza ukaenda mazoezi yani ukaenda moja kwa moja 30 au ukaenda zote 90 kwa wakati mmoja. Nimefanya 60 na namalizia 30 zilizobaki. Tumemaliza, tunaenda zoezi letu linalofuata, na zenyewe pia tutaenda mara 90. Hayo yalikuwa mazoezi yetu kwa siku ya leo. Leo ni siku yetu ya pili, tuendelee mpaka tutakapomaliza siku 28 ili kuweza matokeo ambayo yanaweza yakatupa matokeo chanya. Yaani sio unafanya kitu kwa sababu unafanya, lakini kwa ajili ya kufanya mabadiliko yaweze kuonekana kiuhalisia. Asante, hii ni Time Media. Utasubscribe, utalike, utashare. Kama umeanza na mimi, utaungana na mimi mpaka tutakapofika mwisho. Lakini usiache kuwatumia na marafiki zako ili waweze na wenyewe kufanya mazoezi. Mazoezi ni mazuri kwa afya na yanatufanya tuweze kuwa fiti kimwili, kiakili, lakini uweze kufanya mambo chanya zaidi katika jamii yetu. Asante.